na tena ya kuwa alimfufua katika wafu, pate kuona uharibifu. Amenena hivi, tawapa ninyi mambo yaliyo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Kwa mambo yaliyo matakatifu ya Daudi yaliyoamini, au the sure mercies of David. Walipokuwa anatabiri vile ambavyo vinaitwa mambo matakatifu ya Daudi, ilikuwa ni habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Angalia kwenye mstari 35. Kwa hiyo anena pengine, ambayo ni Daudi anena hiyo, utamwacha mtakatifu wako kuona uharibifu. Kwenye sura zilizopita tumeona amechukua kwenye Zaburi ya 16, hutamwacha mtakatifu wako kuona uharibifu. Akasemaje? Kwa maana Daudi akiisha kutumika shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Paulo anasema hivi, kitendo cha Daudi kusema hutamwacha mtakatifu wako au uone uharibifu, alikuwa ajizungumzie mwenyewe, kwa sababu kaburi lake liko Yerusalemu. Alikuwa anazungumza habari za mtu mwingine ambaye hautaka kaburini, atafufuka. Angalia, sema bali huyo aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu, huyo ni Yesu. Daudi hajafufuka. Daudi alikuwa anataja ufufuo wa Yesu Kristo kana kwamba ni ufufuo wake. Daudi anasimama nafasi kama Kristo katika Zaburi. Mstari 38. Basi matokeo sasa, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo, Petro anasemaje? Kwa jina lake, kwa huyo nahubiriwa msamaha wa dhambi. Huyo nani? Yesu, ambaye alitabiriwa na manabii, Musa kwenye Torati na manabii na Zaburi, ya kwamba atakufa, na ahadi hiyo imetimia, ya kwamba alikufa na akafuka siku ya tatu. Kwa huyo kufa na kufuka nahubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa msamaha wa dhambi ni mahubiri.